Eneo muhimu yatakayohusika ni mchakato huu ni pamoja na kujenga imani na kuaminiana, kupitia upya katiba yetu, kupitia upya mfumo wa uendeshaji wa uchaguzi, utumishi wa umma, mfumo wa utoaji haki na serikali za mitaa. Haya ni katika maeneo machache kati ya mambo ambayo yatahusika na hayo yatakayokwenda kupatiwa skopu yake na kamati ya pamoja. Waheshimiwa viongozi na wananchi kwa jumla, kwa wengi wanaweza kutafsiri kuwa hatua zinazochukuliwa ni kupata ufumbuzi wa kisiasa tu kwa faida ya vyama vya siasa. Kwa faida ya vyama vya siasa hasa katika chaguzi. Huo ni mtazamo mfupi. Mtazamo sahihi ni kuwa Zanzibar inahitaji zaidi hatua zinazoainishwa kwa manufaa mapana na ya muda mrefu ya kijamii na ya kiuchumi. Nchi zote zilizopiga hatua ya maendeleo, hasa nchi za visiwa, zimetanguliza hazina kuu tano. Ya kwanza ni utengamano wa kijamii, yani national cohesion. Ya pili, serikali yenye uadilifu, uwazi na inayoongozwa na utawala wa sheria, an honest government where the rule of law reigns. Ya tatu, uwajibikaji. Ya nne, utulivu wa kisiasa na wa kimaamuzi. Na ya tano, amani na utulivu endelevu, yani sustainable peace and stability. Zanzibar ni nchi ya uchumi wa huduma za biashara. Inayo ndoto ya kuwa kituo kikuu cha biashara, huduma za usafirishaji na huduma za usafirishaji. Hivyo hii ni ndoto ya karne nyingi, ni jadi yake, ni asili yake. Hayo yanahitaji mfumo imara wa uchumi wa kitaasisi, yani corporate economy, soko huria, soko la mitaji, taasisi imara za kuchunga uchumi na taaluma, yani economic regulation, na mfumo wenye ufanisi wa utatuzi wa migogoro na utoaji wa haki. Hivyo ni wazi kuwa hatua zinazokusudiwa kuchukuliwa sio tu za manufaa ya kisiasa, bali maslahi mapana ya kijamii, kiuchumi na kiutawala. Ni juhudi za kujenga na kuipeleka mbele Zanzibar ili iweze kutimiza ndoto zake kwa faida na manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Ni wajibu wetu viongozi wa ngazi zote za kisiasa, wa kisiasa, kiserikali, binafsi na wa dini, kulifahamu hilo na kuonyesha njia sahihi kwa wananchi wote. Waheshimiwa viongozi na wananchi, pamoja na hayo, naomba tukiri kwamba na tunafahamu kwamba pamoja na yote hayo tumefika pahala hapa muhimu sana katika kutafuta ufumbuzi, lakini bado tukiwa katika makundi matatu. Kundi la kwanza ni viongozi na wananchi ambao wamefurahia hatua hii sana, wanaiombea dua na wanatamani sana ifanikiwe. Hawa wanaamini kuwa viongozi tunaosimamia haya tutayasimamia kwa dhati. Kwa ufupi, wanatuamini na wanaamini hii ni njia sahihi. Hawa ni wengi sana, lakini bahati mbaya hawana sauti, hawana mamlaka na hawana hata ushawishi. Kundi la pili ni la wale ambao wamekata tamaa, bado hawana imani na mchakato huu. Hawa ni wale wanaosema ni yale kwa yale, hakuna litakalokuwa. Wengine wanadiriki hata kuwapa na kuweka rehani vitu vyao. Swahili tunasema wanapinga, litakuwa haliwi. Hawa nao si wachache. Sio kwamba hawapendi mafanikio ya hili, bali wamekatishwa tamaa na mwenendo wa tulikotoka na jinsi mambo yanavyojirudia hata baada ya ahadi, sheria na katiba kutengenezwa upya.
hawa wanahoja, lakini wapo tayari kuunga mkono juhudi zozote za kweli zitakazochukuliwa, lakini wasipoona dhamira na ukweli katika utekelezaji, ni jeshi kubwa na lenye nguvu la kuwavunja moyo wale wengi wenye imani na mchakato huu. Kundi la tatu ni la wale wasiokubali mchakato huu na wapo tayari kupambana nao ili lolote lisifanikiwe. Hawa hawapingi tu mchakato huu, hawa wanapinga hata uwepo wa serikali ya umoja wa kitaifa. Hawa wanaamini haya ni makaratasi tu, hii ni njia tu ya funika kombe, lakini mambo yataendelea kama kawaida yao. Hawa ni wachache sana, lakini wenye maslahi binafsi na sio ya nchi wala wananchi, lakini baadhi yao wana nyadhifa, baadhi yao wana mamlaka na wana ushawishi mkubwa. Kibaya zaidi, wanapinga mchakato huu kwa kisingizio kwamba Zanzibar ni nchi ya kimapinduzi, iendeshwe kimapinduzi, kama kwamba madhumuni ya mapinduzi ni fujo, kama kwamba madhumuni ya mapinduzi ni vurugu, kama kwamba madhumuni ya mapinduzi ni ufisadi, kama kwamba mapinduzi ni kutokuwepo sheria na taratibu. Naomba sote kwa pamoja tu watanabahishe kwamba historia ya dunia kwa jumla na historia ya nchi yetu imetufundisha kwamba mapinduzi ni kielelezo tu cha shauku ya wananchi kuleta mageuzi katika nchi yao kwa faida ya nchi na wananchi wote. Katika ngazi ya kidunia, historia inatuonesha kwamba mwana mapinduzi mahiri na mkubwa pengine kuliko wote, Jenerali Simon Bolivar, aliongoza mapinduzi katika nchi 6 za Amerika ya Kusini na kuzipatia uhuru. Nchi hizo zikiwa ni Venezuela, Colombia, Ecuador, Panama, Peru na Bolivia. Baada ya kazi hiyo kubwa, alipopewa fursa ya kuwa kiongozi wa kisiasa alikataa. Na alipopewa fursa ya kulihutubia bunge la Venezuela, katika hotuba yake maarufu sana na ambayo imetiwa katika hotuba maarufu 100 za kidunia inayoitwa Address et Angostura ya tarehe 15 Februari mwaka 1819, alisema maneno yafuatayo: You legislators, grant to Venezuela a government preeminently popular, preeminently just, preeminently moral, which will hold in chains oppression, anarchy and guilt. A government which will allow righteousness, tolerance, peace to reign. A government which will cause equality and liberty to triumph under the protection of inexorable laws. Na alimalizia hotuba yake kwa kusema, Gentlemen, commence your duties. I have finished mine. Kizungu, Mheshimiwa viongozi, kizungu hichi tafsiri yake labda ingempata Mwalimu Idrisa Kitwana, lakini nimemtafuta sikumpata. Kwa hivyo hii ni tafsiri yangu mimi, maana huwa namsikia nasomesha Baraza la Wawakilishi. Alisema, enyi wabunge, ipatieni Venezuela serikali itakayopendwa sana na watu, itakayotenda haki kwa kiwango cha hali ya juu, itakayothamini utu, itakayozuia ukandamizaji, udikteta na matendo ya kihalifu. Serikali itakayohakikisha uadilifu, kuvumiliana na amani vinatawala. Serikali itakayohakikisha uhuru na usawa vinatamalaki chini ya sheria madhubuti za nchi. Na alimalizia kwa kusema, enyi waungwana,
mimi nimemaliza kazi yangu, anzeni ya kwenu. Kwa hapa kwetu Zanzibar, baada ya mapinduzi, Mzee Karume alipitisha sheria namba 6 mwaka 64 ambayo ilifafanua malengo ya mapinduzi, ikiwemo kujenga umoja, mshikamano, usawa na kuondoa ubaguzi. Sheria hii inaendelezwa na kupewa nguvu ya katiba ya sasa ya Zanzibar, hasa tamko la kutunga katiba, yani preamble, na ibara ya 9 ya katiba. Mwaka 79 marehemu Mzee Aboud Jumbe alitunga katiba ya mwanzo ya Zanzibar ya mwaka 79 baada ya mapinduzi. Alifanya hivyo kwa kuona ni wakati mwafaka, bila kudaiwa wala kusindikizwa. Alikubali kuacha madaraka makubwa ya mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na Baraza la Mapinduzi yenyewe, na mapinduzi yaende kwa wananchi kupitia Baraza la Wawakilishi, ambayo yeye mwenyewe siku ya kulifungua aliliita kwamba ni ngome ya wananchi. Marehemu Mzee Ali Hassan Mwinyi alikuja na katiba ya mwaka 84 ambayo tunaitumia mpaka leo. Alitanua haki ya wananchi kuchagua wawakilishi wao, ilitambua na kulinda haki za binadamu na kuruhusu wananchi kudai haki zao mahakamani na mengineyo mengi. Aidha, aliondoa mfumo wa mahakama za wananchi na kuanzisha mfumo tulionao sasa wa mahakama. Alianzisha haya kukiwa na chama kimoja tu, bila kudaiwa, bila kusindikizwa, bali aliona wakati umefika, Zanzibar inahitaji mfumo imara. Mwaka 2000 Rais wa Zanzibar Dr. Amani Abeid Karume alianzisha Wizara ya Utawala Bora na kusimamia marekebisho ya 8 ya katiba yaliyoanzisha, pamoja na mambo mengine, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka, ili usimamizi wa haki jinai uwe huru na usiingiliwe na siasa. Na niseme hapa, alinipa heshima ya kuwa mkurugenzi wa mwanzo wa mashtaka kuanzisha ofisi. Aidha, alisimamia marekebisho ya 10 ya katiba yaliyozaa serikali ya umoja wa kitaifa, ikiwa ni utekelezaji wa mwafaka baina ya vyama vikuu vya siasa. Wakati huo Rais Dr. Ali Mohamed Shein alichukua hatua muhimu ya mageuzi ya utumishi wa umma kwa kusimamia kutungwa kwa sheria ya utumishi wa umma mwaka 2011 ambayo mpaka leo tunaitumia, ambayo pamoja na mambo mengine iliweka maadili ya utumishi wa umma, ikiwemo ile ya kutokujihusisha na siasa. Haya yote yalifanywa na viongozi walioyashuhudia mapinduzi, walioyaishi mapinduzi na walioyafahamu vyema. Sasa anayedhani mapinduzi ni fujo, ni kutokuwa na sheria wala taratibu, yeye ameegemea hoja gani? Ndugu viongozi na wananchi, tuungane na tushirikiane katika kuipa Zanzibar kuwa na kufikia pale inapostahiki. Yote yanayokusudiwa kufikiwa katika mchakato huu sio kwa maslahi ya vyama wala watu binafsi, ni kwa manufaa ya nchi, watu wake na vizazi vijavyo. Tushirikiane katika kuwafahamisha watu na kuwasomesha wale wasiofahamu. Tuwakatae wanaobeza haya na tupambane na wanaoyapinga haya kwa nguvu zetu zote. Ndugu viongozi na wananchi, naomba kwa niaba ya chama changu cha ACT Wazalendo nitoe ahadi zifuatazo. Ya kwanza, chama chetu cha ACT Wazalendo kimeingia katika mchakato huu kwa dhamira njema na kwa nia ya kutekeleza yote yatakayofikiwa. La pili, tunafahamu bado safari iliyopo mbele yetu ni kubwa sana na ngumu, lakini tumejidhatiti kuienda ili kutafuta ndoto ya watu wa nchi hii ya amani na utulivu endelevu na ustawi wa kijamii na kiuchumi. Ya tatu, chama chetu cha ACT Wazalendo kinawaahidi wananchi wa Zanzibar kwamba tutatanguliza siku zote maslahi ya nchi na wananchi, na kamwe hatutotanguliza maslahi ya chama chetu wala maslahi binafsi. Na nne,
Chama chetu kitasimamia yote yatakayohitajika na kitaendelea kuwafikia wananchi wote wa Zanzibar bila kujali itikadi zao, ili kuwaelimisha juu ya umuhimu wa mchakato huu. Mwisho, naomba niwatanabahishe Watanzania wenzetu wote kuwa linapotokea tatizo lolote, njia sahihi ni kuzungumza. Mnaweza mkapigana, mkauana, mkamalizana, lakini mwisho mtarudi kwenye kuzungumza, kwa sababu mazungumzo ndio yanayojenga, ndio yanayopanga, na ndio ambayo yanaweza kuzaa jambo la kutekelezeka. Kutafuta ufumbuzi kwa maslahi mapana ya taifa, kuzungumza kwa kuwekeana staha na kuvumiliana. Wenye busara wanasema usikilani kiza tu, washa taa au mshumaa. Hata tukiungana Watanzania wote tukakilani kiza, hakitaondoka aslan abadan. Kiza kitaondoka kwa kuwasha taa, na taa ni mazungumzo yenye malengo. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mungu ibariki Zanzibar na viongozi wake. Asanteni sana kwa kunisikiliza.